na huko tukaita eda, na huku tukaita al-idda, ikiwa ni singular na plural yake al-adad au al-idad. Hatuhitaji kukaa hapo. Neno hili tunapolichukua kulitafutia definition katika nyingi definition zilizotajwa na wanasheria, tuitumie hii ajalun, al-idda ajalun haddadahu ash-shari'u tatarabbasu al-mar'atu fiha lima'rifati bara'ati rahimiha au lita'abbudi au litafajju'i min zawjiha. Ndiyo neno al-idda. Ajalun haddadahu ash-shari'u. Eda ni nini kwenye sheria? Tunaposema neno eda, sheria inatambulisha ni kitu gani? Ni ajalun, ni muda maalumu. Eda ni muda maalumu. Haddadahu shari'u, mpanga sheria Allah subhanahu wa ta'ala ameuhadid, ameuweka na kuupanga. Muda huo unaanza hapa na unakoma hapa. Tatarabbasu almar'atu fihi, huwa anajiweka, anajingojeza, anajisubirisha mwanamama ndani ya muda huo. Anafanya hayo, anatulia, kujingojeza, kujiweka, ili iwe nini? Kwa mambo matatu makuu. Limaarifati bara'ati rahimiha, moja, kwa ajili ya kupata kufahamu na kuhakiki usalama wa mfuko wake wa uzazi, kwamba hana kitu alichobeba, moja. Mbili, au litaabudi, au anakaa kwa muda huo ikiwa ni ibada tu, au litafajui, ama kuonesha majonzi yake na masikitiko yake, min zawjiha, kwa sababu ya kuondokewa na aliyekuwa mumewe. Katika sura tatu zote tuliyosema, ya kwanza apate uhakika wa kuwa yusalama kwenye mfuko wa uzazi, hajajifunga, pia inakuwa ni ibada, isipokuwa inapokuwa litaabudi ni ibada, hakuna kingine zaidi ya ibada. Lakini sura ya kwanza ni ibada, lakini pili anatazama usalama wa mfuko wake, na tatu kuonesha majonzi yake, masikitiko yake, machungu alionayo baada ya kuondokewa na aliyekuwa mumewe. Pia akifanya hivyo ni ibada. Sura ya kwanza maana yake, pengine walikutana na mumewe kisha ndio akafa, akiwa katika kipindi ambacho umri, afya inamruhusu kubeba ujauzito. Kwa anakwenda kwenye eda kwa sababu muda unaruhusu. Je, pamoja na kuwa ni ibada, niko salama baada ya makutano na aliyekuwa mumewe? Sura ya pili, labda alikuwa ni mtu mzima, kakutana na mumewe, lakini kwa umri wake hawezi kushika ujauzito. Kwa kuwa hawezi kushika ujauzito, atakaa eda kwa kuzingatia kuwa ni nani? Mumewe, hata kama hawezi kushika ujauzito. Hapa iangalii kigezo, je, ana mimba ama hana mimba, atabaki kukaa eda tu. Ana miaka 70, hawezi kushika ujauzito, lakini eda atakaa litaabudi,
Kwa ajili hii eda yake ni ibada tu, anakuwa yumo ndani ya ibada. Na sura ya 3, au litafajjui min zawjiha, au kuonesha machungu aliyo nayo kwa sababu ya yule aliyekuwa mumewe. Mfano, mwanamke huyu ameolewa na bwana Saidi, mara baada ya fungo la ndoa hata kukutana hawakukutana. Sheria inampa mambo mawili mwanamke huyu, japokuwa hawakukutana. Mume yule alikatokea la kutokea akafa, mwanamke yule eda atakaa 1 na 2 na kurithi atarithi, hata kama walikuwa hawajanini. Mimi nimekuelewa. Kwa sura hii aweza mtu kuuliza, huyu sasa anakaa eda, mbona hawakunini? Litafajjui, si alikuwa na mapenzi na yule? No. Kaondoka, kwa hiyo basi ndio chereko kanga begani, dira mkononi, na kwenda kutafuta mwanamume mwingine. Ta'taddu tafajjuan, atakaa eda ya machungu na masikitiko na majonzi ya kuondokewa yule mahabubi wake. Sura 3. Baada ya hapa, eda ipo aina 2. Eda ipo aina 2. Kuna iddatu wafatin na kuna iddatu firaqin, ambayo ndiyo inaitwa iddatu talaqin. Iddatu firaqin ndiyo inayoitwa jina lingine iddatu talaqin. Mwanamke atakaa eda kwa sababu kaondokewa na mume, ama atakaa eda kwa sababu ametalikiwa, ameachwa na mume. Hizi ni aina 2 za eda. Lakini eda yenyewe pia hiyo ni aina, inagawanyika katika vigawanyo 3. Ukiondoa aina 2 ya eda, eda ya kufiwa na eda ya kuachwa, pia kuna vigawanyo 3 vya eda. Yani katika mifumo ya utekelezaji kuna iddatu hamlin na kuna iddatu shahrin na kuna iddatu iqra'in. Mashaallah, leta ilmu Sheikh. Kuna eda inazingatiwa kwa ule ujauzito alionao, sawa aliachwa ama aliondokewa. Ni mjamzito, kuna mfumo wake wa eda. Mjamzito hata kama imethibitika ujauzito wake una wiki, huyu mjamzito ana mfumo wake wa kutekeleza eda. Hivyo ni vigawanyo, sio aina. Aina ni 2, eda ya kufiwa, eda ya kuachwa. Kwenye vigawanyo imegawanyika sehemu 3. Ya kwanza ni eda inayozingatia ujauzito. Tupo pamoja jamani. Ya pili ni eda itakayokwenda kuhesabu miezi, iddatu shahrin. Na ya 3 iddatu iqra'in, ni eda itakayozingatia utwahara baada ya masika. Nielewe, yani aingie kwenye masika, akisha taharika ndio inazingatiwa mwenendo wake kwa mfumo huo, iddatu nikisema masika nitakuwa naeleweka kidogo? Mimi nakuelewa kuliko mtu yote Sheikh. Watu wazima hawa washaelewa masika masika. Hizi ni aina 3. Hiyo ni yenyewe idda. Ukishaichukua idda, fala budda minal mu'tadda. Ikiwa kuna eda, lazima tumpate mkaeda. Ikiwa kuna eda, lazima apatikane mkaeda na mchanganuo wake wa hao wakaeda tunauweka, tunautandika katika sura 5.
katika sura 5. Wa kwanza sasa, mu'taddatu wafatin hamilun. Wa pili, mu'taddatu wafatin hailun. Hailun, kuna hamilun wa kwanza, wa pili hailun. Wa tatu, mu'taddatu talaqin hamilun. Wa nne, mu'taddatu talaqin hailun. Na wa tano, mu'taddatu wafatin au talaqin yabisa. Hao ndio watano wa kaida. Sheikh Muharram analeta raha hapa. Sheikh Muharram amerudia tena bwana, patamu kweli hapa. Swalieni Mtume Muhammad. Huyu wa kwanza anaitwa mu'taddatu wafatin hamilun. Kwa wale vijana wenzangu tunaosoma grama kina Ustadhi Msuba, atusemi hamilatun. Kwa sababu ujauzito ni mwanamke tu, hakuna sababu ya kuleta alama tutaanithi. Na ndio maana tunasoma kwenye fiqh alhamilu, usije ukasema mwanamume mjamzito. Ujauzito ni mwanamke hata kama hakuna alama tutaanithi. Hii ni ada. Kuna mkaeda aliyeondokewa, wakwe zangu wa Pemba wanasema aliyefiliwa. Ana kaeda, amefiliwa, lakini ni hamilon, mjamzito. Huyu eda yake ni kujifungua tu basi. Ambao wanasheria wameeleza ujauzito unafika mpaka miaka 2. Ikithibitika mjamzito, kikomo cha wingi wa ujauzito ni miaka 2 na uchache wake ni miezi 6. Lakini katika mahesabu ya mwezi inakuwa haitimii sawa sawa. Huyu ameondokewa na mumewe, anakaa eda. Eda ya huyu ni kujifungua ujauzito basi. Wanawavione. Lakini kazi yake inakwisha kwa 30 mpaka anatimiza miezi 4, kisha anahesabu siku ngapi? 10. Watatu mu'taddatu talaqin hamilun. Anakaeda kwa kuwa kaachwa na tena mjamzito. Kaeda kwa kuwa kaachwa na tena mjamzito. Huyu ni kama yule kaachwa lakini ni mjamzito. Huyu ni kama yule akijifungua tu jambo. Huyu ni kama yule akijifungua tu jambo limeisha. Na sisi tunawaambia kaeni tu darasani vijana wetu msome. Acheni papara. Pata ujauzito. Ndio mantiki yake.